Habari za asubuhi msikilizaji, karibu katika kipindi cha Yaliyojiri kutoka Radio Kwizera FM inayotangaza kutoka mjini Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Ndani ya kipindi hiki utasikia matukio mbalimbali yanayojiri katika jamii zetu, kijamii, kiuchumi na hata kisiasa. Miongoni mwa taarifa tulizonazo asubuhi hii ni pamoja na zaidi ya wananchi 52,000 wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wanatarajia kupata huduma ya maji safi na salama baada ya kukamilika chujio la maji la Mto Chai na chujio la Miseno. Na ukosefu wa mitaji kwa wakulima wadogo na ufinyu wa maeneo ya kilimo katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera umetajwa kuwa chanzo cha wakulima kushindwa kufanya shughuli hizo kwa tija. Tuma ujumbe wako kwa namba ya ujumbe mfupi 0692 57 36 15 na maoni yako nitayasoma hapo baadaye. Mimi ni Joyce Hamka. Karibu sana. Tunaanza kipindi chetu tukiwa mkoani Kigoma. Zaidi ya wananchi 52,000 wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wanatarajiwa kupata huduma ya maji safi na salama baada ya kukamilika kwa chujio la maji la Mto Chai na chujio la Mto Miseno. Tuungane na mwanahabari wetu Michael Mpunije kwa taarifa zaidi. Changamoto ya maji yenye tope katika halmashauri ya mji wa Kasulu ilikuwa ikishuhudiwa mara kadhaa wakati wa masika kwenye mabomba ya kutoa maji, hali ambayo ilikuwa kero kubwa kwa wananchi wanapohitaji huduma hiyo. Kwa sasa mwarobaini wa tatizo la maji ya tope kwa halmashauri ya mji wa Kasulu umepatikana kufuatia ujenzi wa chujio la maji kutoka Mto Chai na Mto Miseno, mradi wenye thamani ya zaidi ya milioni 300. Meneja wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kasulu mjini Mhandisi Hussein Nyemba anawatoa hofu wananchi. Mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Kasulu imetekeleza mradi wa chujio la Mto Chai na chujio la Mto Miseno kwa gharama ya shilingi milioni 385,521,414 na senti 40. Mradi huu ulianza tarehe 22 Novemba 2023 na ulitegemea kukamilika tarehe 22 Novemba 2024. Kutokana na mradi huu kutokamilika kwa wakati, mkandarasi aliomba nyongeza ya muda. Hivyo mamlaka ya maji ilimuongezea muda wa miezi 10 kutoka mwezi wa 12 mwaka jana hadi mwezi wa 9 mwaka huu. Katika mradi huu utakapokamilika utaondoa adha ya maji ya rangi kwa maana tope, hasa nyakati za masika, kwa kutibu na kusafisha maji kwa ajili ya matumizi ya majumbani, taasisi na biashara. Mradi huu utakapokamilika utanufaisha wananchi wa Kasulu wapatao 52,527 kwa kata ya Kimobwa, Mwilavya, Kumsenga, Murubona na Murusi. Mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu amesema miongoni mwa kilio kikubwa kwa wananchi wa Kasulu mjini ilikuwa ni changamoto ya huduma ya maji safi na salama yenye uhakika nyakati zote, ambapo kwa sasa kilio chao kimesikika. Mimi nimekaa hapa miaka 5. Najua hii adha ambayo imepata. Kwa hiyo ilikuwa natoka matope kabisa. Bahati mbaya sana sisi tunavaga nguo nyeupe. Nilishindwa kuvaa nguo nyeupe kabisa. Kwa hiyo nikaachana nazo. Lakini sasa hivi baada ya kutengeneza ile chujio tumepata maji sasa safi kabisa ambayo mtu akiyashika anajua yes, haya ndio maji ya kutumia binadamu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ya kutafuta fedha na katuletea sisi wana Kasulu ili kuweza kuleta tija kwenye maji kwa kutengeneza hili chujio. Baadhi ya wananchi wa kata ya Kumsenga wanasema jukumu lao ni kuhakikisha wanaitunza miradi hiyo ili iweze kudumu kwa muda mrefu, pamoja na kuepuka kufanya shughuli za kibinadamu karibu na vyanzo vya maji. Naitwa Jeniroza Ramadhani. Kwa kweli tulikuwa tunateseka wa mama, hususan wakati wa kiangazi. Maji yalikuwa ni machache sana. Umeenda saa 1 unarudi kwenye mida ya saa 5, saa 6. Iwapo changamoto ni kidogo lakini sio sana kama vile. Naitwa Stamili Edward Piata. Masika maji huwa yana mvulikiko wa tope, lakini kwa sasa maji huwa ni masafi. Hatuhangaiki sana, tunakunywa maji yaliyo bora hata kwa watoto, maradhi si kama zamani. Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Michael Mpunije. Na sasa tupo hapa mkoani Kagera.
Ukosefu wa mitaji kwa wakulima wadogo na ufinyu wa maeneo ya kilimo katika manispaa ya Bukoba umetajwa kuwa chanzo cha wakulima kushindwa kufanya shughuli hizo kwa tija na hivyo kukwamisha jitihada za wakulima kujikwamua kiuchumi. Enoch Yoronimo ana undani wa taarifa ifuatayo. Kutokana na changamoto hiyo, wakulima wa mazao mbalimbali katika wilaya ya Bukoba mkoani Kagera wanasisitizwa kujiunga na vikundi ili waweze kunufaika na mikopo ya kilimo inayotolewa na taasisi mbalimbali za kifedha ili mambo yaweze kuwa mazuri na sawia. Afisa kilimo wa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera Philbert Kimario amesisitiza umuhimu wa wakulima kuhakikisha wanajisajili kwa afisa ugani wa kata au kijiji ili aweze kuwa na namba ya utambulisho. Ile namba sio kwa ajili ya kuuziwa mbolea au mbegu, ila inasaidia. Kwa kila mkulima anatakiwa awe na namba kama unavyokuwa na namba ya NIDA. Kwa kama wewe ni mkulima una namba ya utambulisho, hakikisha unajisajili kwa afisa ugani wa kata. Muone afisa ugani wa kata au wa kijiji chako au mtaa wako. Akusajili kwenye daftari na pia usajiliwe kwenye mfumo ili upate ile namba ya usajili. Ile namba itakusaidia kupata fursa sasa. Ikitokea fursa labda unataka kununua mbolea kwa bei ya ruzuku, utaenda na ile namba yako ya utambulisho kwamba mimi mkulima. Ukitaka kununua mbegu za mahindi kwa bei ya ruzuku, utaenda na ile namba yako kama wewe ni mkulima. Na huduma nyinginezo. Itafika mahali hata mafunzo kama haya kwa wakulima, basi tunaangalia wale wakulima wenye namba za utambulisho ili tukuepuka wakulima mamruku. Na pia hata kwenye database ya Wizara ya Kilimo, wakulima wote waliosajiliwa ndio wanaotambulika na wizara kwamba sasa hivi tuna wakulima kadhaa na namba zao ni hizi na zinaeleza mpaka na mazao wanayolima. Wakizungumza katika semina ya wakulima na wafugaji iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB, baadhi ya wakulima wamesema elimu kuhusu kilimo cha kibiashara inatakiwa kuwa endelevu. Dismas Evalisti pamoja na Levina Anton, hawa ni miongoni mwa wakulima hao. Wakulima wadogo walikuwa wameachwa sana. Ndio maana mababu zetu walilima kilimo kile, alafu na hawa wengine ambao wanakuwa sasa hivi wanaendea kwenye maeneo haya ya tabia kama ile. Sasa kwa kuwa serikali imeweka mikakati na jitihada kuwasaidia wakulima ili watoke kwenye kilimo cha mazoea, ndio na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu ili tuangalie kama tutatoka kwenye kilimo cha mazoea. Tunaiomba serikali iwasogezee huduma wakulima wadogo ili mazao yao ambao watakuwa wanalima wapate haki zao kwa wakati. Kama wakipata elimu alafu wakapata mkopo, unaweza kunufaika zaidi, kwa sababu ukishapata elimu alafu baadaye ukapata mkopo ukaona utajikwamuaje, basi naweza kutegemea kwamba tutapata manufaa zaidi. Kwa upande wake afisa masoko wa Benki ya Maendeleo ya Wakulima Tanzania TADB Richard Sempindo amewataka wakulima na wafugaji mkoani Kagera kujiunga kwenye vikundi ili iwe rahisi kwao kupatiwa mikopo itakayowezesha kufanya shughuli zao za kibiashara. Nawasihi sana, fadhili sana, fikeni kuomba ushauri wa nini tunataka kufanya, wa aina shughuli ya kilimo ambayo tunataka kufanya. Hivyo tutasisi sana kuliko hata kwa wenyewe. Nikiripoti yaliyojiri kutoka hapa wilayani Bukoba mkoani Kagera, Enoch Yoronimo, Radio Kwizera FM. Msikilizaji, tutamatisha kipindi chetu kwa kuelekea huko mkoani Shinyanga ambako tunaarifiwa kuwa katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, wakala wa nishati vijijini REA imetoa mitungi ya gesi zaidi ya 200 kwa askari wa jeshi la magereza mkoani Shinyanga ili kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Mwanahabari wetu Amos John ametuandalia taarifa ifuatayo. Akikabidhi mitungi hiyo kwa askari hao, mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini REA Ahmed Chinemba amewataka askari hao kuwa balozi wa nishati safi katika maeneo yao wanayoishi, huku mkuu wa gereza la Shinyanga Bwana Martin Kinambi akisisitiza umuhimu wa matumizi sahihi ya nishati safi. Wakiona wewe kiongozi unatumia jiko kupikia, utahamasisha na wale waliokuzunguka kuanzia askari na familia zingine ambazo zinazunguka, na wenyewe waache kutumia kuni na mkaa, waweze kutumia nishati safi ya kupikia, kwa sababu kufikia 80% sio kazi ndogo. Tutapokea hii, lakini mtakuwa makini isiwe sasa baadaye ikawa sasa ni majanga. Walisisitiza vizuri sana sasa kuachia watoto gesi kufanyaje, waliondokea mambo yote. Kwa hiyo mimi naendelea kuwasisitiza tu, tutapokea hii, ni jambo tunashukuru sana, lakini tuwe makini sana kwenye matumizi kulingana na maelezo tuliyopata kwa maofisa wa zimamoto. Ugawaji wa mitungi ya gesi na majiko hayo ni utekelezaji wa mradi wa uhamasishaji matumizi ya nishati safi unaotekelezwa na REA kwa jeshi la magereza kama
kama anavyoeleza mhandisi Joseph Sambali wakati akieleza gharama ya mradi huo, huku Adam Doto akibainisha matarajio ya zoezi hilo. Gharama ya mradi huu ni kiasi cha bilioni 35.2 na ni mradi ambao utachukua miezi 36 ikiamanisha miaka mitatu. Ni ujenzi wa miundombinu 126 ya biogas na majiko banifu 337. Vile vile kuna ujenzi wa miundombinu 64 ya LPG na majiko banifu 256. Mradi huu pia unahusisha usambazaji wa mitungi ya gesi 15,126 ya kilo 15 pamoja na majiko ya gesi ya sahani 2 kwa watumishi wote wa magereza. Sisi tutakuwa mabalozi wa kutangaza matumizi ya nishati safi na kuomba utufikishie salamu zetu kwa wale wote walioshiriki kwenye zoezi hili la kutukumbuka sisi askari magereza. Nikiripoti yaliyojiri kutoka hapa mkoani Shinyanga, mimi ni Amos Joni wa Radio Kwizera FM. Na sasa msikilizaji, ninasoma ujumbe wako ambao umeuandika na kutuma kuja kwenye namba 0692573615. Nianze na huyu amesema anatokea Kibondo ni Jaja Jafet, anasema kwa kweli anaipongeza hiyo halmashauri ya Kasulu kwa kuwapa hao wananchi maji. Kumbuka maji ndio uhai wetu. Huyo amesema anaipongeza serikali huko wilayani Kasulu kwa kuboresha huduma amesema kwa kuboresha huduma ya maji. Maji ni uhai, tuyatunze nayo yatutunze. Huyo anasema anaitwa David Wilson, unatokea Kiebitembe Mleba. Nishati safi inasaidia sana hasa vijijini. Serikali ituletee nishati hiyo tulipie kwenye msimu wa kuvuna mazao. Na huyu amesema anaitwa Theonesti Matias, unatokea Mbuba. Hongera Radio Kwizera kwa kutupa habari kem. Na nisome ujumbe wa Ruben Fabian kutokea Kumuyange Radio Kwizera. Asante kwa kutujuza habari kem. Haya, asante kwa ujumbe wako. Innocent Kausenti wa Mugihanga Churazo Kakonko, pongezi kubwa kwa serikali kwa kuwasaidia huduma ya maji wana Kasulu, ni jambo jema sana. Haya, asante kwa ujumbe wako huo. Mama Neiba, unatokea Mukabuye Kayego. Asante Radio Kwizera kutujuza habari, tuko pamoja sana. Haya, shukrani kwa ujumbe wako huo msikilizaji. Na kufikia hapo msikilizaji, kipindi cha yaliyojiri kimefikia tamati. Usikose kusikiliza kipindi hiki kuanzia saa 3:30 usiku kwa matukio mbalimbali ya kijamii, kiuchumi pamoja na kisiasa, na marudio yake ni hapo kesho kuanzia saa 1 asubuhi. Nikukumbushe tu miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo asubuhi hii. Zaidi ya wananchi 52,000 wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wanatarajia kupata huduma ya maji safi na salama baada ya kukamilika chujio la maji la Mto Chai na chujio la Mto Miseno. Na ukosefu wa mitaji kwa wakulima wadogo na ufinyu wa maeneo ya kilimo katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera umetajwa kuwa chanzo kwa wakulima kushindwa kufanya shughuli hizo kwa tija. Kwa niaba ya wote waliosikika, mwandaaji wa kipindi hiki ni Zawadi Bashemela, mimi ni Joyce Hamka. Endelea kuisikiliza Asubuhi Njema.